Hizi ni dokezo za michezo kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Aliyekuwa mkurugenzi wa ufundi wa Yanga, Abdelhamid Mollin Master Lecture, huenda akarejea Tanzania hivi karibuni ikifika tu ama ikifikia taratibu za usajili wake, na moja klabu ambazo zinamtaka kati ya 3 ambazo kwa sasa zinatajwa zitafikia makubaliano za kuweza kumsaini ama kuweza kumsaini kama kocha na kurudi tena Tanzania kwa mara nyingine. Baada ya kuonyesha uhitaji mkubwa wa kutaka kocha huyo kurudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea kuzinoa timu hizo. Kocha huyo mwenye uraia wa Marekani akiwa na asili ya Somalia, kwa sasa yupo kwa mapumziko nchini Marekani tangu alipoachana na Young Africans Julai 27 ya mwaka 2025, ambapo alihudumu kama mkurugenzi wa ufundi, ingawa huenda muda wowote akarejea nchini ikiwa ni mazungumzo ya timu ambazo nimekwambia hizo 3 zitakuwa zimefanya lamana miongoni mwa timu hiyo, ama timu moja itakapokuwa iko tayari kwa ajili ya kunasa saini ya Mollin. Hata hivyo, imepenyezwa taarifa kuwa miongoni mwa timu zinazofanya mazungumzo na Mollin ni pamoja na timu ya TRA United ambayo inanolewa na Mrundi NTN Ndayiragije, ambaye hadi sasa kumekuwa na sintofahamu juu yake na kibarua chake pengine kikaota nyasi. Ndayiragije alijiunga na timu hiyo baada ya kuachana na Kenya Police FC ya Kenya Oktoba 29, 2025 baada ya kuipa pia ubingwa wa ligi ya Kenya. Inadaiwa kuwa uhusiano mzuri wa mabosi wa TRA hawako sawa kwa sasa na kocha huyo Mrundi, na pengine Mollin akatajwa moja kwa moja kuja pale kwa tetesi ambazo kwa sasa zipo. Lakini kocha huyo ambaye pia amefanya vizuri katika timu mbalimbali, ashawahi kuwa kocha wa KMC kama unakumbuka vema, lakini ashawahi kuhudumu pale Azam FC, lakini akaelekea zake pale Young Africans. Mollin ambaye ana CV kubwa ya kuweza kufundisha kama kocha mkuu, lakini mkurugenzi wa ufundi na mambo mengine kama ambavyo uhitaji wa timu unahitaji kwa muda huo. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube chaneli yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.